kuzungumza nanyi wanahabari kuelekea mchezo huo, na kwa mujibu wa ratiba ambayo ilitumwa kwa klabu zote mbili na kwenu wanahabari, Simba Sports Club ambaye ni mgeni katika mchezo huu walipaswa kuwa saa 5:30 na kuanza mkutano, lakini tumefanya jitihada kadhaa. Bahati mbaya sana wahusika wamekuwa hawapatikani kwenye simu, kwa hiyo tunashindwa kuelewa changamoto hasa ni nini mpaka sasa hivi, lakini bado hawajafika kwenye eneo la mkutano, na kwa sababu hili ni jambo la kikanuni, ni jambo ambalo lina ratiba, na baada ya hapa kuna ratiba ya matukio mengine kuelekea huo mchezo, hatuwezi kuendelea kuwepo hapa mpaka jioni, ndugu zangu habari. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema rasmi kwamba tunamaliza mkutano wetu rasmi, na kwamba taarifa nyingine zitatolewa hapo baadaye. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa, na kwamba tumewakosa Simba Sports Club ili watueleze changamoto, kama kuna changamoto yoyote ambayo wamekutana nayo huko njiani wakiwa wanakuja au la. Kwa hiyo tunaendelea kuwatafuta, tutakapojua nini changamoto tutawajuza kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na maeneo mengine muhimu. Kuna swali na hilo jambo jamani? Taarifa na maswali? Sawa, tusikie swali moja bali. Swali moja tu. Sawa. Mazoezi kwa mujibu wa kanuni, klabu mgeni anaruhusiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo angalau siku ya mchezo. Na leo ni tarehe 24 na inasema kwamba ni muda ule wa mchezo ambapo mchezo utafanyika saa 11 jioni. 11 jioni ya leo muda wa kikanuni timu mgeni kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini nimetumia neno wanaruhusu, halazimiki kufanya mazoezi. Baada ya hapa kuna kikao cha kitaalamu cha maandalizi ya mchezo. Kwenye kile kikao timu zote mbili zinakuwepo, na inawezekana uamuzi wa wao kwenda kufanya mazoezi au kutokwenda unaweza ukawa communicated huko. Kwa hiyo kwa sasa hivi hapa ninachoweza kusema ama kuwajuza wanahabari kwamba tuvute subira, na ni kwa ajili ya kwenye mazoezi ya timu mgeni. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, muuliza swali amezungumzia swala la waamuzi. Jana tulitangaza waamuzi wa mchezo, waamuzi wanne kutoka Misri na mtathmini wa waamuzi kutoka nchini Somalia. Ametumia neno taharuki. Mimi sidhani kama taharuki neno sahihi sana. Ni vile watu ni habari ambayo kutokana na upekee wa mchezo wenyewe, upekee wa tukio lenyewe, na watu wameipokea vile vile kiupekee. Amesema pia kanuni, muuliza swali amesema kanuni hazisemi chochote kuhusiana na hilo. Kanuni hazizuii TFF kupitia kamati yake ya waamuzi kuleta muamuzi kutoka nje ya Tanzania ya kusimamia mchezo wa ligi. Kanuni inaeleza sifa za kusimamia
kusimamia huo mchezo. Kwa hiyo jambo pekee ambalo tunaweza tukalieleza sasa hivi ni kwamba kwenye kanuni ya 39 ibara ya kwanza inaeleza kuhusiana na waamuzi ambao wanakuwa wanateuliwa mwanzoni mwa msimu, ya waamuzi ambao wanateuliwa mwa msimu ili ya kusimamia mchezo. Lakini kanuni hiyo ya 39 ibara ya 5 inaelezea sasa kinaitwa waamuzi wa akiba, kwamba kamati ikiteua wale waamuzi wa msimu mzima, inakuwa na jopo lingine la waamuzi ambao ni wa akiba, ambao wanaweza kutumika kwa dharura au pale inapohitajika. Pale inapohitajika. Kwa hiyo ni kanuni ya 39 ibara ya 3 ambayo inaelezea hilo jambo, kwamba kutakuwa na waamuzi wa dharura. Waamuzi tangazwa na TFF kupitia kamati, wala orodha ya waamuzi wa akiba haijatangazwa kupitia kamati ya waamuzi ya TFF. Wanatumia wenyewe, wanajifahamu, ambao wameteuliwa kucheza ligi msimu huu wenyewe wanajifahamu, na kwa sasa tunakwenda kwenye mchezo huu waamuzi wametajwa. Kitu kingine ambacho tunaweza kukieleza ili wadau wengine wafahamu ni kwamba waamuzi walioteuliwa ni waamuzi wa kiwango cha juu sana, ambao majina yao si mageni masikioni kwetu na wala machoni kwetu. Tumeshawahi kuwashuhudia wakisimamia michezo mikubwa ya ngazi ya Afrika, lakini pia ngazi ya taifa, kwa maana ya michezo ile inayosimamiwa na CAF ya timu za taifa. Lakini pia wameshawahi kufanya vizuri kwenye michezo ambayo inasimamiwa na FIFA. Ni waamuzi kubwa, waamuzi wenye profile kubwa, wenye uwezo mkubwa, ambao kutokana na kwamba hili ni tukio pekee, dabi ya Kariakoo bizi ubingwa kwa pamoja, haya mawili yametengeneza tukio kubwa na la kipekee. Si tu waamuzi kutoka nje, kuna mambo mengi sana yataendelea kutangazwa na kuelezwa ambayo yanaendelea kusherehesha upekee wa tukio lenyewe. Suala la klabu kushirikishwa ama klabu kuridhia halipo kwenye kanuni. Waamuzi wanateuliwa na kamati ya waamuzi ya TFF na wanapangiwa michezo na kamati ya waamuzi ya TFF. Kanuni ya 39 ibara ya 8 kama sio 9 sio sana hapo, inaeleza kwamba kama klabu ya review maamuzi ama haijaridhia maamuzi, maana yake baada ya mchezo ina siku 3 toa maamuzi inayotoa nafasi klabu kiongozi au yoyote kanuni hiyo ya 39 ibara ya 8 sikoshua sana inaelezea kwamba kiongozi, mchezaji au mtu mwingine yoyote haruhusiwi kumkataa muamuzi aliyepangwa na kamati ya waamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Haruhusiwi kumkataa, lakini pia haruhusiwi kumjadili wala kumshutumu kupitia vyombo vya habari. Hiyo ni kanuni 9 inayoelezea kuhusu waamuzi. Asanteni sana, na tumefikia mwisho wa mkutano wetu, na tuwatakie kazi njema, tuwatakie mema kwa dabi ya Kariakoo hapo majira saa 11.